Hello, habari. Karibu kwenye video hii. Leo tutazungumzia siku maalumu ambayo ni siku ya wanawake duniani. Katika kuangazia siku hii, tutaona kuhusu historia ya siku ya wanawake duniani na umuhimu wa siku ya wanawake duniani, pamoja na michango ya wanawake katika jamii. Tafadhali baki nasi hadi mwisho wa video hii. Sehemu ya kwanza, nitazungumzia historia ya siku ya wanawake duniani. Siku ya wanawake duniani, tunasema International Women Day, ilianza katika harakati za kisiasa. Historia yake inaanzia mwaka 1908. Wakati wanawake wa Marekani walipoandamana wakitaka kuboresha hali zao za kazi. Pia walitaka kupigania haki za kupiga kura na kutafuta usawa katika jamii. Mwaka 1910, Clara Zetkin, mwanamke kutoka Ujerumani, alipendekeza wazo la kuwa na siku moja ya kusherehekea haki za wanawake duniani kote. Wazo hili lilipokelewa na wanawake kutoka nchi mbalimbali, na mwaka 1911 siku ya wanawake duniani ilifanyika kwa mara ya kwanza katika nchi kama Ujerumani, Austria, Denmark na Uswizi. Katika miaka ya baadaye, siku ya wanawake duniani iliendelea kuwa na maana kubwa na ilikuwa ni sehemu ya harakati za wanawake kupigania haki zao. Hadi leo tunasherehekea na kutetea haki za wanawake duniani. Sehemu ya pili, nitaenda kuongelea maudhui ya siku ya wanawake duniani. Kila mwaka siku ya wanawake duniani ina maudhui maalum. Kwa mfano, maudhui ya mwaka 2024 yalikuwa ni Digital Innovation and Technology for Gender Equality, ambapo inasisitiza umuhimu wa kuwajumuisha wanawake katika nyanja za teknolojia na uvumbuzi. Tukiangalia kauli mbiu ya 2025 inasema maendeleo kwa wanawake na wasichana. Hapa wanazungumziwa wasichana kwa sababu tukija kuangalia wasichana wanaandaliwa kama walezi wa jamii na kama mama. Tukija kujua kwamba mwanamke kama mwanamke ndiye anayewezesha taifa kusonga mbele. Pia tunaenda kuangalia katika nafasi hii tutajadili pia changamoto zinazowakumba wanawake katika maeneo ya kazi, elimu na teknolojia. Siku hii pia hutumika kuhamasisha kuhusu usawa na jinsia, kupambana na ukatili wa kijinsia na kuhakikisha kuwa wanawake wanapata haki sawa na wanaume katika jamii. Sote tuna jukumu la kuhakikisha kuwa kila mwanamke anapata nafasi ya kufanikiwa na kuishi maisha yenye heshima na usawa. Ndugu mtazamaji, sehemu ya tatu nitaenda kuzungumzia michango ya wanawake sana katika sekta ya ujenzi wa jamii mbalimbali duniani. Katika sekta ya siasa kuna wanawake wamejitokeza na kuonekana wanaweza sana kuongoza katika nyanja ya siasa. Twende tukamwangalie mama wetu Rais Samia Suluhu Hassan. Amekuwa ni kielelezo cha wanawake waliochangia kwenye uwanja wa siasa, na hata sasa tunaona anaongoza kama kiongozi mkubwa wa nchi yetu, yaani rais wa kike Tanzania. Nitaenda pia kukuonesha wanawake mbalimbali ambao wamechangia sana katika masuala ya maendeleo. Hawa nitawazungumzia ni wanawake wa nchi zingine mbalimbali. Kuna wanawake kama Malala Yousafzai ambaye alikataa kukatishwa masomo yake na aliendelea kupigania haki za elimu kwa wasichana katika sanaa. Wanawake kama Maya Angelou walitunga mashairi yenye nguvu, huku wanawazungumzia watu katika sayansi. Pia walikuwa wakiongelea mambo ambayo yalikuwa ni ya muhimu sana. Tumwangalie mwanamke kama Marie Curie. Walivunja vizuizi vya kijinsia kwa kugundua vitu muhimu katika fizikia na kemia. Katika maeneo ya biashara, wanawake kama Oprah Winfrey wamefanikiwa kuwa viongozi na wafanyabiashara wakubwa, huku wanawake wengi duniani wakivunja mitindo na kujenga majina yao katika nyanja za sanaa, biashara na sayansi. Sehemu ya 4 ninaenda kuongea changamoto zinazowakumba wanawake leo. Pamoja na mafanikio haya, wanawake bado wanakutana na changamoto nyingi, kutoka kwa ukatili wa kijinsia, kunyimwa fursa za haki na ukosefu wa huduma bora za afya. Wanawake wanahitaji msaada zaidi sana.
Siku ya wanawake duniani ni wakati mzuri wa kutathmini hatua ambazo zimepigwa. Lakini pia ni wakati wa kuhamasisha zaidi na kufanya kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa wanawake wanapata haki zao kamili. Hii ndiyo hadithi ya siku ya wanawake duniani. Tunaposherehekea siku hii, tukumbuke kwamba usawa wa kijinsia ni jukumu letu sote. Tusherehekee siku ya wanawake, tujivunie michango yao na tuendelee kufanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha dunia inakuwa mahali bora kwa wanawake na wasichana. Asante kwa kutazama na tafadhali isambaze video hii kwa wengine. Pia unaweza kulike, unaweza kucomment kwenye comment section ili tuweze kujadili kwa pamoja kuhusu siku hii ya wanawake duniani. Subscribe kwenye video hii ili uwe wa kwanza kupata notification za video zangu zingine zinazofuata. Tutakutane tena kwenye video nyingine ambapo tutazungumzia umuhimu wa kumpa fursa mwanamke, kwa sababu mwanamke ndiye mjenzi wa jamii yetu. Mwanamke ndiye anayelea watoto, mwanamke ndiye mlezi wa jamii, ninamaanisha mwanamke ni kiongozi, mwanamke ni mama. Pia tutazungumzia jinsi ya kuwawezesha na kuwasaidia wasichana ili wasichana wawe raia bora na wawe wamama wazuri wa kesho ambao watachangia katika ustawi na ujenzi wa jamii bora. Asante sana, karibu. Usisite, ninarudia, kushare video hii ili wengine pia waweze kupata na kujua umuhimu wa kuweza kuwapa wanawake kipaumbele katika maisha yao, na pia waweze kujua ujenzi wa taifa na kuandaa watoto wa kike wakiwa wadogo. Watoto wa kike wakiandaliwa wadogo, wanakuwa wamama wazuri wa kesho.